Pesa imekuwa sehemu muhimu ya maisha ya kila siku, ikipatikana kupitia shughuli mbalimbali za kiuchumi. Hata hivyo, namna watu wanavyohifadhi pesa zao hutofautiana kulingana na malengo, mazingira na uelewa wa kifedha. Unaingiza 200,000 unatumia 500,000. Hapo ni madeni na usafiri maisha tayari. Wapo wanaohifadhi kwa ajili ya dharura, wengine kwa ajili ya uwekezaji au mipango ya baadaye. Lakini nirudi nyumbani nikavunja kibubu changu, nikachukua pesa, nikaja nikashusha maji. Nilinunua kitanda. Lakini swali la msingi linabaki, je, kila mtu anahifadhi fedha? Na ni njia zipi sahihi za kufanya hivyo? Inabidi ile pesa unavyoitunza uhakikishe at least kuna kitu chochote unakipata. Lakini benki ya faida yake ni kwamba napata mkopo. Twende pamoja katika makala ya saikolojia ya fedha, tukiangazia njia za kuhifadhi fedha. Pesa ikikaa ndani imeshikiliwa haiongezi chochote, maana yake inaathiriwa na vitu vingi. Uhifadhi sahihi wa pesa ni jambo muhimu katika maisha ya kila siku na hata katika biashara. Sio tu kwamba unakupa uhakika wa maisha baadaye, bali pia unajenga nidhamu ya matumizi ya pesa. Uhifadhi mzuri wa pesa unahusisha kuwa na malengo sahihi, usalama wa fedha, urahisi wa kufikia fedha pale inapohitajika, udhibiti wa matumizi pamoja na kuokoa muda. Kabla hatujaingia kwenye kipengele cha kutunza fedha, ni bora tukaanzia na akiba. Kwa sababu akiba ndo inaamua utunze pesa wapi na utunze pesa kwa sababu gani. Tukianza neno lenyewe akiba, manake ni kile kitendo cha kutunza fedha au kitu ili kiweze kukusaidia baadaye. Inaweza kuwa siku za karibuni, inaweza kuwa kwa muda mfupi, muda mrefu. Kikubwa akiba ile umeitunza kwa mfumo gani. Tukija kwenye aina za akiba, kuna aina za akiba kuu mbili, ambao akiba aina ya kwanza kuna akiba ya dharura na akiba ya malengo maalum. Akiba ya dharura ni ile ambayo unaitunza kulingana na mahitaji yako ya kila mwezi. Kwa mfano sasa, wewe mahitaji yako kwa mwezi unatumia labda tuseme 600,000. Yaani kila kitu umelipa kodi, chakula, gharama za usafiri, unatumia 600,000. Kwa kitaalamu inatakiwa ile akiba ya dharura inabidi hiyo at least inao uwezo wa kukusaidia kuishi miezi 3 hadi 6 baada wewe kumepata changamoto au kile kipato ulichokuwa unakitumia kujiendesha kwa kila mwezi kimekata. Kwa kama matumizi yako ni 600,000 kwa mwezi, at least kwenye mfuko wa dharura inabidi uwe na 1,800,000 hadi 3,600,000. Hiyo ni aina ya kwanza ya akiba. Aina ya pili ya akiba ni akiba za malengo maalum. Unaweza kuwa na malengo ya muda mfupi au malengo ya muda mrefu. Malengo ya muda mfupi yanaweza kuwa labda unajiandaa kununua pikipiki mwaka huu. Kwa hiyo badala ile pesa uichukue labda uiweke benki ambapo unajua inaweza kuwa inakatwa au inafanywa na vitu vingine kwa sababu ya mfumuko wa bei, unajikuta the time value of money inaathiri ile pesa. Kuna mifuko ambao unaweza ukawa unaweka ile pesa badala kubaki tu pale ilipo au ikapungua, ukapata value added kwenye ile pesa. Kadri dunia inavyoendelea kiteknolojia, njia za kuhifadhi pesa zimeongezeka na kubadilika. Njia hizo ni pamoja na akaunti za bank, mitandao ya simu yani mobile money, vikundi vya vikoba, uwekezaji, hifadhi za kijamii, pamoja na njia za asili kama vile vibubu. Njia hizi hutofautiana kwa ubora, usalama na ufanisi wake. Njia nazotumia kuhifadhi fedha ni benki, na njia nazotumia kuzalisha pesa yangu ni biashara mbalimbali kama hivi ninavyoona na mambo mengine. Mimi binafsi njia zote natumia. Sio kwamba kila anapeleka benki. Unapoweka hela kwenye kibubu ina malengo yake. Utakulipa kodi, utakulipa ada ya mtoto, wakati mwingine ya dharura inakuwepo pale. Lakini benki ya faida yake ni kwamba napata mkopo, wakati mwingine ni salama zaidi pia. Tunafanya kazi, si ndio? Tunafanya kazi, naingiza kipato, lakini kuna muda kipato kinaendana na matumizi, si ndio? Kwa hiyo mimi ninachofanyaga kila kipato ninachoingiza na kile nagawa kati. Hii ya kuhifadhi ya kutumia. Kwa hiyo nafanya hivyo mostly. Kama ni mfano nikafanya kazi labda 500,000, nitaweka 2,200,000 hii bwana nitaitumia kwenye vitu vyangu, 2,200,000 nitahifadhi. Kwa hiyo unajikuta labda nataka ikishafika mfano kama swala la media inahitaji kamera, kuna vifaa, mic ambayo inabidi tuvinunulike. Kwa hiyo 2025 wakati naanza nilikuwa na hifadhi taratibu. Kwa hiyo nikipata kiasi fulani na kihifadhi, na imefika mwisho wa mwaka huu
nimefanikiwa kununua vitu ambavyo nilipanga ninunue, japokuwa sio kwa asilimia zote, ila at least sasa hivi na vifaa vyangu binafsi. Kwa hiyo kwenye uhifadhi vijana, inabidi unapopata pesa matumizi yasiwe mengi kuliko kipato, kwa sababu huwezi kutoboa ukiwa namna hiyo. Unaingiza 200,000 unatumia 500,000 hapo ni madeni na ushafeli maisha tayari. Njia za kisasa ambazo tunaweza tukazitumia kwenye namna ya utunzaji wa pesa za dharura au pesa ambazo tunazijua hatuzihitaji kwa leo au kwa muda huu, zipo za aina nyingi. Zinategemeana na wewe umeamua kuweka sehemu gani, ambapo kwa ujumla tunaweza sema kwamba kuna kitu kinaitwa hisa, kuna kitu kinaitwa mifuko ya pamoja, kuna kitu kinaitwa hati fungani. Hati fungani ni kwamba zinakufanya ile pesa yako kama hauhitaji kwa muda mfupi. Yaani tuseme kwa mfano hii pesa nahitaji kesho kutwa au baada ya miezi 2 mitatu, unaweza kaweka kwenye hisa au kwenye hati fungani. Ila lazima ujue risk na faida ya hizi vitu vyote vitatu, kwa sababu tuna hisa, tuna mifuko ya pamoja na tuna hati fungani zenyewe. Kwenye hisa kiufupi haushauriwi kuweka kama ni mtu ambaye malengo yako ni ya muda mfupi, labda una malengo ya miaka 2 mitatu. Lakini kwa mfano tuseme wewe labda unapanga labda baada ya miaka 7 uende ukasome chuo. Swala la kuweka kwenye hisa linaweza likawa ndo chaguo bora zaidi, kwa sababu kwenye hisa pamoja na uncertainty kupanda na kushuka, lakini hisa zina faida zaidi. Uweze kulinganisha labda na mifuko ya kawaida, hii mifuko ya pamoja kama UTT-AMS na mingine. Lakini UTT-AMS kama malengo yako labda ni miezi 3, 4, 5, nusu mwaka, unaweza kaweka kwenye UTT-AMS. Kuna mifuko ambayo inakuchukua siku 3 tu kutoa pesa zako, lakini at least umeweka na kuna faida ambayo umeipata kuliko pesa ikakaa ndani, kwa sababu pesa ikikaa ndani imeshikiliwa haiongezi chochote, maana yake inaathiriwa na vitu vingi, ambapo kwa ujumla tunasema ni mfumuko wa bei. Mfumuko wa bei ndo unaofanya kwamba leo mwaka juzi ulitumia shilingi 100 kununua pipi kama 3, 4 hivi za pipi kifua, lakini leo hii shilingi 100 utapata pipi moja. Ni nini kimeathiri? Ni mfumuko wa bei. Maana yake kama mtu alichukua shilingi 100 akaiweka kwenye kibubu ambacho haikiongezi chochote, alafu leo akasema ngoja nikaichukue ninunue pipi, atapata pipi hiyo moja. Lakini inawezekana huyu mtu kama angechukua ile shilingi 100 akawekeza sehemu ambapo anapata some percent ya ongezeko, inaweza kuwa labda angeweza kununua hata pipi 1.5 au pipi 2. Kwa hiyo kwenye sehemu ya kuwekeza kwamba niweke wapi, itategemeana na malengo, itategemeana pia na elimu yako ya kifedha. Kibubu ni mojawapo ya njia za kale za kuhifadhi fedha iliyotumiwa kwa vizazi vingi. Kimekuwa msaada mkubwa hasa kwa mahitaji ya muda mfupi. Kibubu kina faida yake. Faida yake unapowekeza kila siku, siku ambayo unaweza likatokea tatizo hata kama la usiku, unaweza ukachukua pesa yako kwenye kibubu ukafanya matumizi na maisha mengine yakaendelea vizuri. Vikoba ni mkusanyiko wa watu, ni kikundi, lakini kibubu mnaoweza mkatengeneza hata kibubu cha familia au kibubu cha mtu mmoja. Kwa hiyo ni faida yake kuwa ni mtu mmoja, ni faida ya kibubu. Cha kwanza, unapowekeza pesa zako ni rahisi kuzichukua na kufanyia matumizi kwa wakati. Lakini vikoba ni kwa sababu ni watu ambao mnakuwa kama kikundi. Kwa hiyo kumpa mtu kibubu kikakaa nyumbani kwake, uaminifu unakuwa ni mdogo zaidi, na ndipo tunapoamua kuzipeleka benki. Mimi najivunia kibubu kwa sababu kilinisaidia kwa namna moja au namna nyingine. Kuna kipindi mimi nilipata ajali, lakini nilikuwa nawekeza pesa zangu kwenye kibubu. Zile pesa baada ya kupata ajali zikachukuliwa kwa dakika moja na kukimbizwa mimi hospitali kupata matibabu kwa haraka. Zilinisaidia. Na pia kibubu kilinisaidia kutokana na biashara yangu. Kuna kipindi mimi niliibiwa pesa njiani nikiwa natembea, lakini nikaona kwa nini nilie? Japo nitasikitika, nitaumia, lakini narudi nyumbani, na nilikuwa nimeagiza mzigo wa maji kushusha kama 60, lakini nirudi nyumbani nikavunja kibubu changu, nikachukua pesa, nikaja nikashusha maji. Kwa hiyo kilinisaidia. Kwa hiyo nashukuru sana kwa huduma ya kibubu. Kwa mimi ninavyoelewa, cha kwanza kabisa kibubu kama ni benki yangu binafsi ambayo naweza nikatembea nayo, naweza nikaweka nyumbani kwangu kwa ajili ya matumizi yangu binafsi. Chochote kitu kinaweza kaingia, au siku kama sina naweza nisiweke. Pia kibubu kimenisaidia katika nyakati mbalimbali, zikiwemo katika kujikwamua katika matumizi yangu binafsi, ambapo mimi mwenyewe nakuwa
na hamu na kitu fulani, naweza nikaingia kwenye kibubu nikatumia, na pia kwa ajili ya malengo yangu binafsi. Jambo moja ambalo ninajivunia, somo kweli, mimi ni mpenzi wa kuweka hela kwenye vibubu. Alafu pia huwa kama sisi kama vijana, kuna vitu mbalimbali ambavyo vinatuhamasisha kuwepo kwa chochote kitu, ikiwepo kama siku kama tunataka kutoka, naweza nikaenda kwenye kibubu changu, au mimi mwenyewe nikijiangalia, pamoja na kiachana na hizi hela zingine ambazo nazipata, naweza nikajiendesha binafsi kwa kupitia kile kibubu ambacho nakiweka. Kwa sababu unaweza ukasema uitunze hela kwa kusema kuweka kwenye simu. Unaweza ukasema ukiwa na shida 2-3 umetoa. Umeona? Hasa ile kile kibubu kama umeweka cha bati kinakuwa kizuri zaidi. Unaweza ukaweka hela mpaka uje kutoa ni kidogo afadhali. Ila ukiweka kwenye simu, ukiwa na shida tu unatamani kipaja cha kuku umeenda kutoa. Ndio maana nikaamua kujiunga na kibubu, kwa sababu kibubu ni kizuri. Kwa mfano shida imekukuta usiku, unachukua hela yako kwenye kibubu, unafanya shughuli zako. Usiku wakala unampata wapi? Ndio faida yenyewe hiyo ya kibubu. Kwa sababu kibubu unaweza ukaweka. Kuna siku ukitoa unafanya kitu cha maana. Kwa mfano unanunua kitanda, godoro. Nilinunua kitanda. Ndio nilinunua kwa ajili ya kibubu. Nilikuwa naweka hela kwenye kibubu. Ilipokafikia nikabomoa, nikanunua kitanda. Kibubu kimekuwa ni faida kwa sababu mimi ni mjasiriamali machinga. Machinga ni mfanyabiashara mdogo ambao anajitafuta bado ili ainukie. Kwa hiyo ili kubalance kipato cha machinga lazima upitie kibubu. Kibubu ndio hifadhi na kimbilio la machinga, kwa sababu si kipato chetu tutoke ili tupate kula. Kutoka kupata kula kuna na maisha ndani yake yanaendelea kupitia machinga na kipato chake kile kidogo. Kwa sasa ili uweze kubageni kipato chako unachokipata kwa siku, hakitoshelezi of course, lakini unakigawa kutokana na kipato unachokipata. Kwa hiyo leo inalazimu kwamba mimi na uwezo wa kuuza shilingi 2000 kwa siku. Ile 2000 mlee mwanangu wale, na nipate akiba kwa ajili ya kumtunzia mwanangu. Pengine anaweza kaugua au mwenyewe nikaugua. Sina kipato kingine, ni hii shilingi 2000 ninayopata kwa siku. Kwa lazima nigawe mara 2. Nipate kula na nipate shilingi 200 kutoka kwenye kibubu. Faida niliyoipata imenisomeshea mtoto. Kwanza la kwanza mpaka kidato cha 4. Nimetumia kibubu. Nilikuwa ni mama ambaye sina kipato cha mwisho wa mwezi. Sina baba kusema atanipa shilingi 200 wala mjomba. Lakini kupitia kibubu nimeweza kubudget kipato changu, nimetunza kwa uaminifu kipato changu. Mwanangu amesoma kama wanafunzi wengine walivyosoma mpaka mitimu kidato cha 4 kutumia kibubu. Lakini swali linabaki, je, katika dunia ya sasa ya teknolojia kibubu bado kina nafasi? Naamini kwa sababu vinasaidia katika akiba. Kuna kuhifadhi akiba ya mtu. Alafu hivi pia ni pendekezo la mtu. Hata akihitaji kibubu, kama mtu atahitaji, kuna simu, kuna kibubu, kuna ukila, hivyo hichi ni pendekezo. Ni pendekezo la mtu. Kwa sababu nauza, kwa sababu nataka niwasaidie watu ambao hawana bado ile muonekano chanya kwenda kupeleka pesa benki au kuweka kwenye simu. Mimi jinsia inaonunua sana vibubu vyangu ni jinsia ya wanawake. Wanaonunua vibubu vyangu kwa sana. Kwa sababu mwanamke, yani fikra ya mwanamke na mwanaume ni tofauti. Mwanaume hawezi kuamini kwenye kuweka hela kwenye kibubu. Wanaume wengi sana wanapenda kuweka pesa benki, kwenye simu. Lakini wanawake wengi ndo wanaamini kwenye vibubu. Kuliko ni kupeleka zile pesa za marejesho nini, ni bora yake hela yake kwenye kibubu. Vibubu bado vina nafasi. Kwanza kibubu hichi ni tofauti na benki. Yaani kwenye benki ukifixed, yani umefixed. Hichi ukiwa na shida unahitaji hela yako kwa muda unaojiwekea, unaweza ukakitoa, ukakivunja, ukatoa hela yako na kufanya matumizi. Hii haina fixed. Yaani wewe ni pendekezo lako wewe utakavyoweka kwa muda gani ndio utakitoa. Yaani so fixed, yani ile ukipata shida unaweza ukakitoa, ukakivunja. Kwa sasa mimi naona tubadilike kutokana na sayansi inavyobadilika. Kutokana na mazingira ambayo tunakwenda nayo kidigitali zaidi. Sababu pesa unapoiweka benki
iko sehemu salama zaidi. Hata kama kukitokea tatizo, lakini pesa yako iko pale pale. Siwezi kusema tuachane na vibubu, kwa sababu kibubu kina faida yake na benki ina faida yake. Faida ya benki, unaweka pesa zako zikiwa salama. Hata kama ukipata tatizo sehemu yoyote, japo litachelewa, lakini utapata. Lakini kibubu, athari yake pale unapopata majanga aidha ya moto, nyumba ikalipuka, kibubu au kuibiwa, kibubu kikaibiwa, ukajikuta tayari unachanganyikiwa. Umeona? Kwa sababu nyumba zingine watu wanakaa kifamilia. Unaweza hujui kuomba chumbani kule wote mnaaminiana au la, mwingine hujui tabia yake iko vipi. Unaweza kukuta kibubu kile mtu kapita nacho. Kwa hiyo ni hasara, ni heri tukahifadhi pesa zetu benki. Kwa upande wangu mimi, nazungumza kwa upande wangu mimi, kibubu kwa mjasiriamali hakiwezi kufa. Labda tunahitaji elimu. Tunajua sasa hivi nchi imekuwa tandawazi, afu ulimwengu umekuwa sana, ni kweli kama ulivyozungumza. Lakini kibubu hakiwezi kufa kutokana na nini? Kwenye maisha tunatofautiana. Na kipato chetu kinatofautiana. Mtu mwenye uchungu wa maisha kwamba anaitamani kwamba kesho nitoke kwenye chini na mimi nipande juu. Hata matajiri tunaoona walianza kwenye vibubu. Cha kwanza naweza nikasema moja kwa moja hawa watu hawana elimu ya fedha. Kwa sababu kiwalisia wewe hata ukiwa unadai mimi shilingi 10,000 nikwambia 10,000 yako ninayo, lakini nitakupa kesho. Inatakiwa upambane ile pesa nikupe leo. Kwa nini? Kuna kitu kinaitwa time value of money. Ile 10,000 mimi nikichukua leo nikaiweka sehemu, kesho naweza nikawa labda na 10,100, 10,200, 10,000 na point. Maana ile ni pesa. Kwa mtu anayechukua pesa na kuchimbia kwenye kibubu, mimi nasema moja kwa moja kwamba hana elimu ya fedha, kwa sababu pesa ukishikilia tu haileti chochote, hiyo ni hasara tayari. Ukiwa na 10,000 leo unaweza kaenda kununua vitu kadhaa, lakini mwaka kesho ile 10,000 inaweza isiweze kununua vile vitu ambavyo leo ungeweza kuvinunua. Maana yake ni nini? Maana yake kwamba hii pesa inaenda inaathiriwa na mfumuko wa bei. Kwa hiyo zile ambazo kwa tunazitumia enzi hizo, unakuta mama anadunduliza biashara, anaweka kwenye kibubu, lengo kwamba ikifika mwezi wa 12 kwenye kipindi cha Christmas na mwaka mpya, mama anatoboa kibubu, ananunulia nguo watoto nini, mnafurahi, mmechinja kambuzi na nini. Sasa hiyo sio mbaya, lakini vitu vinabadilika, kwamba inawezekana mama ambaye alikuwa anaweka kwenye kibubu kuanzia Januari hadi Disemba, kama angekuwa anawekeza hata kwenye mfuko ya pamoja, inaweza kuwa kuna pesa ambayo ingeongezeka nyingi, na huenda kama ni sherehe angeza tafuta hata na washereheshaji wengine, sherehe kanoga. Kuhifadhi fedha nyumbani kunaweza kuonekana rahisi, lakini kuna changamoto zake: hatari ya wizi au kupotea, uharibifu wa fedha, thamani kushuka kutokana na mfumuko wa bei, ushawishi wa kutumia pesa ovyo. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanaweza kutokea kwa kuhifadhi fedha kwa njia za nyumbani ama kibubu. Lakini je, watumiaji wa kibubu wao wanasema nini kuhusiana na kuhifadhi fedha kwa njia ya kibubu? Sawa, lakini bado kibubu kina nafasi kubwa kwenye maisha ya Mtanzania, hususa maisha yangu mimi mwenyewe binafsi. Kwa maana kipato changu mimi ni shilingi 2,000 kwa siku. Ukishapata shilingi 2,000, unahitaji ulipe kodi kwenye 2,000 hiyo hiyo. Je, kodi unaipataje ukiwa unapata kipato kidogo? Kwa ndio inapokuja kwamba kibubu hakiwezi kufa, nitalazimu shilingi 2,000 nao ipata. Ni budget, ina maana nigawe mara 3 au mara 2. Nile nitunze ada ya mtoto, nitunze kodi ya nyumba. Na siwezi kuwa kila siku nakimbilia kwenda benki kutunza shilingi 200 au 500. Lazima nitumie kibubu cha ndani kwangu kama ni 200 kila siku, na maana inafanya mchezo kwa mimi nadumukiza kila siku shilingi 500 zangu. Kwa hiyo nikijiwekea ndani ya miezi 6 nikiba kodi ya miezi 6, miezi 3 nishapata kodi, na kinachobaki ni kwa ajili ya faida ya watoto wangu yajayo. Kwa hiyo kibubu hakiwezi kufa kwa ninavyoamini mimi, kwa sababu kimenitoa sehemu moja kunipeleka sehemu nyingine. Bado watu wana fikra ya chuma ulete. Hiyo ni changamoto, kumshawishi mtu mpaka achukue hichi kibubu ni changamoto. Nayopitia ni chuma ulete. Na watu wengi bado wanaamini kwenye zile chuma ulete za vile vibubu vya watu waliokuwa wanauzaga zamani, wale wanapita barabarani. Kwa sababu kiufupi hizi faida, cha kwanza inapambana na mfumuko wa bei. Hicho ndo cha kwanza. Cha pili ni kwamba sasa hivi vitu vinabadilika. Watu tunahama kutoka huko kwenye analog tunakuja kwenye digital. Unaweza kaweka pesa ndani tu, lakini ukaamka ukakuta mtoto kile kibubu alikuwa hajui sio nini amekibeba ameenda kutembea nacho mtaani.
kimepotea, pesa imepotea. Lakini uwezo ukaniambia umeweka labda kwenye mfuko wa UTT AMIS, ukaniambia kwamba hii pesa kwamba eti bwana nimeshindwa kuitoa. Almost itategemeana tu na kwamba umeweka kwenye mfuko gani. Sababu kuna mifuko ambayo inachukua siku 3 kutoa pesa, zingine siku 5, siku 10, inategemea na aina ya mfuko. Kwa faida kwenye kuwekeza kwenye hizi mifumo ambayo ni ya kisasa, cha kwanza pesa yako inaongezeka, lakini cha pili pesa yako inapambana na mfumuko wa bei. Cha tatu pesa yako ukihitaji utaipata. Itategemea umeweka kwenye mfuko gani, umeweka sehemu gani, umeweka kwa malengo gani. Hii mifumo ya kisasa kiufupi ni watu wengi huwa wanahisi kwamba inahitaji uwe na pesa nyingi sana ili uweze kuanza kuwekeza kwenye mifumo ya kisasa. Ni mara kadhaa tumewahi kusikia watu wanasema bwana, kuwekeza kwenye hisa, hii hisa ni za matajiri, au hisa bwana ni za watu waliojipata tayari, kitu ambacho sio kweli. Kwa sababu kwenye hii mifuko, kwa mfano kwenye hisa, inakuhitaji uweze kuanza na hisa 10 tu ili uweze kuwa mwekezaji na kutambulika kama mwanahisa. Kuna watu ambao wanaingia kazini, unakuta amepata vipesa vya hapa na pale, asante, posho za hapa na pale na nini. Ile pesa ukitoka tu nje inaweza kuwa na matumizi yasiyokuwa rasmi. Lakini ukishakuwa na elimu kama hizi, ni virahisi kutoka pale nje na ukafanya uwekezaji. Mifuko hii ya UTT AMIS una uwezo wa kuongeza baadhi ya mifuko hadi shilingi 5,000. Kwa ukiwa na 5,000 unaweza kuwa mwekezaji, ukiwa na 10,000 unaweza kuwa mwekezaji. Kwa swala la kuwekeza nadhani ni elimu na sio kipato. Na watu wengi wana tabia ya kudharau hizi pesa ndogo ndogo. Pesa ndogo ndogo ndio zinakusaidia kufikia malengo. Leo hii unafanya kazi kwa sababu una afya njema, unapata mshahara, unajiaccommodate, unapata kila kitu, somesha watoto, maradhi yako na kila kitu unajigaramikia. Lakini kuna muda utafika wewe ushazeeka, si ndio? Wakati wa matumizi aidha yameongezeka au yapo pale pale. Kwa utahitaji upate kipato ambacho tunaita sisi ni passive income. Passive income unaanza kuitengeneza kuanzia sasa hivi kuelekea huko unakoenda. Kwa hii elimu watu iwasaidie hasa kwenye kucreate passive income. Mshahara wako wewe utumie kutengeneza future yako. Kuna muda utafika hautaweza hata kunyanyua mguu, lakini matumizi ndio kwanza yanaanza kuchanganya. Lazima uwe ushaandaa mfumo ambao utakusaidia kutengeneza pesa hata kama ukiwa umelala. Mifumo hiyo ni ipi? Ndio kama hii tunayoongelea. Utawekeza kwenye hisa, utawekeza kwenye hati fungani, utawekeza kwenye mfuko ya pamoja, ambapo haikuhitaji pesa nyingi sana kuanza. Ukiwa na 5,000 na 10,000, labda kwenye hati fungani ndio kidogo pesa zimechangamka. Unaweza kaanza kwa 500,000 kwa milioni 1, inategemeana kama ni hati fungani ni treasury bill au treasury bond. Kwa kuna hati fungani za muda mrefu, hati fungani za muda mfupi. Kuhifadhi fedha si anasa wala uchawi, ni sehemu ya msingi ya maisha ya kifedha, na faida zake ni pamoja na kukabiliana na dharura, mfano ugonjwa, ajali, kupoteza kazi, kufanikisha malengo ya muda mfupi na mrefu, kuepuka madeni, kufikia uhuru wa kifedha, yani financial freedom, kuwezesha uwekezaji, kudhibiti matumizi yasiyo ya lazima. Cha kwanza kabla hujaanza kutunza pesa, kwa sababu kutunza pesa ni kitu kingine, lazima uanze na kuplani. Kwenye kuplani pale utaanza kuchambua malengo yako. Kwamba mimi naweka pesa kwa ajili labda Disemba mwakani nataka nitoe out familia yangu. Au mimi naweka pesa labda kwa ajili ya kodi. Au naweka pesa nataka baada ya miaka kadhaa nikasome. Ukishakuwa na utambuzi huo, utaenda kuchagua sehemu ya kuweka kulingana na malengo yako. Sehemu za kuweka ambazo unaweza kuweka kwenye mifuko ya pamoja. Mifuko ya pamoja unaweza kuweka kwa malengo ya muda mrefu na malengo ya muda mfupi. Kwenye hati fungani tunaweka kwa malengo ya muda mrefu. Kwenye hisa tunaweka kwa malengo ya muda mrefu. Kwa nini tunasema ya muda mrefu? Kwa sababu hisa zina uncertainty nyingi, kuna kupanda na kushuka. Kwa mtu unavyokuwa na malengo ya muda mrefu ukaweka kwenye hisa, unakuwa uko safe zaidi. Japokuwa kwenye hisa inahitaji elimu pana zaidi, kwamba lazima ujue ile core business ya kampuni, kwamba kampuni inajihusisha na nini, mapato ya kampuni yanatokana na nini, riski za kampuni ni zipi, washindani wa kampuni unayowekeza ni kina nani, wana nguvu gani. Vyote hivyo lazima uwe unavijua ili uweze kuwekeza kwenye hisa. Kwa ujumla, njia bora ya kuhifadhi fedha inategemea mahitaji yako, mazingira yako na uwezo wako wa kustahimili hatari. Lakini jambo la msingi ni hili: anza kuhifadhi leo. Chagua njia salama na endelevu kwa ajili ya maisha yako ya sasa na ya kizazi kijacho.